Mambo fresh. Uko vizuri? Niko vizuri. Nyama ni kama matumaini yanafifia kwa sasa au unazungumziaje? Of course distance ya goli mbili kwenye hizi hatua za knockout ni distance kubwa. Unajua mnyama ni robo finali yake ya pili anaanzia ugenini. Kama unakumbuka msimu wa mwaka 2020 robo finali zidi ya Kaizer Chiefs akafungwa goli 4, akaja Stadio Benjamin Mkapa akapata ushindi wa goli 3, ikawa kidani ziko 2-0 akatolewa kwenye hatua ya robo finali. Msimu huu the same. Unajua kwenye hizi hatua za knockout wenzetu ukanda wa UNAF mara nyingi wanapiga sana mahesabu ya kumtoa mtu, sio kumfunga mtu. Mahesabu ya kumtoa mtu, mwenzako anakuwa na dili na vile vitu basic ndani ya uwanja. Ndio kitu ambacho alikifanya jana Al Masry. In general Simba alijitahidi kukamata mchezo. On paper Simba na Al Masry kuweka kwenye level moja. Simba kwa sasa hivi ni mkubwa. Unajua Al Masry alichobzidi Simba ni umri. Amezaliwa mwaka 1920 tarehe 18 mwezi wa 3. Na kwenye maisha yake yote ana kombe moja tu ambalo amelichukua mwaka 98 Egyptian Cup, lakini hana kombe la aina yoyote. Kwa hiyo ni pepa. Al Masry ni timu ambayo ni ya pili zidi ya Simba. Lakini hata current reform, Al Masry mechi zake 5 za mwisho kwenye ligi ya Misri amepata sare michezo miwili, amesuru mchezo mmoja, ameshinda mmoja, amefungwa mmoja. Lakini Simba Sports Club current reform unaona anashinda kila baada ya wiki. Sasa hizo zote tunaziondoa, tunarudi ndani ya pitch. Kuelekea kwenye mechi ngumu kama hizi, mara nyingi mwalimu anaangalia vitu vitatu. Anaangalia ubora wa timu pinzani, anaangalia madhaifu ya timu pinzani, cha tatu anaangalia size ya pitch. Size ya pitch ndio ile pitch ambayo mnaenda kuifanyia mazoezi siku moja kabla ya mechi. Obvious kila mwalimu atakuwa anagundua urefu wa pitch hii uko wapi, aina ya nyasi inabidi tupige vipi pasi, kwa sababu kuna nyasi za bandia na kuna nyasi asilia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna makadirio ya kupiga pasi kwenye nyasi bandia na kuna makadirio ya kupiga pasi kwenye nyasi asilia. Sasa jana Al Masry walijua ubora wa Simba upo kwenye phase ya 3 ya creativity, ambayo najua takwimu za mchezaji wa Simba Jinjare ya Uwa atakuwa shazijua, mwenye goli 12 ligi kuu Tanzania bara. Eneo la pili ni kwa Kibu Denis ambaye ndio mchezaji mwenye magoli 3 kwenye hatua ya makundi ndani ya Simba Sports Club. Mchezaji wa 3 ni Elim Panzu, mchezaji ambaye ana kipaji kilichobarikiwa, 1v1 yuko vizuri, zile outside step over, ni mchezaji ambaye amejaliwa kipaji kikubwa. Sasa tunafanyaje kucheza na timu ya design hii? Sisi tukae kwenye basic, tukae kwenye low block kuhakikisha kwamba tukinyang'anya mipira tuna washambuliaji ambao wanaweza kufyatuka kushoto na kulia. Na ukinoti kwa Waarabu, maeneo mawili ambao wamebarikiwa ni maeneo ya mawinga na hizi fullback ambazo zinachomoka. Na hata ukiangalia sajili ambazo wanazifanya kwa ngozi nyeusi ni sajili ya viungo wakabaji katikati. Utamwona kina Liu Dieng wachacheza Ali, wakina Wali Msaba alikuwepo Raja Casablanca, wakina Mamadou Samaki ambaye alikuja Azam kipindi kile alikuwepo yuko Sierra Belouizdad, na washambuliaji wa eneo la mwisho wakina Junior Sambua ambaye alikuwa Wydad akaondoka, na wachezaji wengi wa Kiafrika. Sasa ile ndio silaha yao kubwa. Na madhaifu ya Simba, zile fullback zake mbili Shomari Kapombe pamoja na Shabalala wakioverlap, kukutana na watu ambao wanajua kukimbia kwenye nyuma ya gongo za mabeki, wanapata shida kwenye kurudi. Je, hapa katikati nani anatengeneza shape ya backsili mawinga akiwa wamekimbia? Mtu ambaye tunamtegemea wa mwisho ni Fabrice Ruamba Ngoma, kwa sababu ndio mchezaji ndani ya Simba anatumika kwa ajili ya build up. Sasa Ngoma sio mkimbiaji mzuri pale ambapo timu inakuwa inashambuliwa, kwa sababu Yusuf Kagoma kazi yake ni kumkabia Fabrice Ruamba Ngoma awe huru kwenye kufanya mikimbio yake na kupiga zile pasi. Sasa kuna vitu vingi vya umuhimu ambavyo Al Masry walivifanya ndani ya uwanja kuliko Simba Sports Club. Simba Sports Club aliitawala game kwenye kila idara, kuanzia eneo la kiungo, eneo la kushambulia. Lakini je, mwisho wa siku umetawala game? Tushindane kwenye kutumia nafasi. Simba kapata nafasi zaidi ya 9 hajapata goli. Al Masry wamepata nafasi 3 wamefunga goli 2, kitu ambacho kiuhalisia ndio tunarudi pale kwamba huyu anapiga mahesabu ya kumtoa mtu, apige mahesabu ya kumfunga mtu. Kwa hiyo kwa jana kuna akili ndogo tu ambao Simba Sports Club wamezidiwa. Walikosa deadly, mtu wa kuifunja mechi, mtu wa kuiua mechi. Kipindi ambacho tunasifu Simba alikuwa anamfunga Oloya goli 7,
kipindi ambacho tunajisifu Simba alikuwa anamfunga Jwaneng Galaxy goli 6, walikuwa na dead remand, mtu ambaye anaweza kuua, kwa sababu kukamata mchezo ni kitu kingine na kumaliza mchezo ni kitu kingine. Je, ndani ya Simba Sports Club nani ana uwezo wa kumaliza mchezo? Baada ya mechi kuisha, Fadu Davis ulimsikia aliongea, wachezaji wake wananyimana mipira kwenye eneo la mwisho, wapeani pasi, na akaulizwa kwa nini hicho kitu kinatokea, akasema mimi sijui kwa sababu wanachukiana ula hasha. Na tumeona mfano wiki iliyopita kwa kuna mechi ya AC Milan, beki namba 2 wa AC Milan alimlaumu Joao Felix kwamba kwa nini utoi pasi kwa wenzako, ndani ya timu hakuna Messi. Kama hakuna Messi basi inabidi ucheze kitimu, utoe pasi kwa wenzako. Kyle Walker, ina maana kwamba ili tatizo lipo sio kwa wachezaji wa Simba tu, hata duniani kwa ujumla. Kwa hiyo Simba kuhitaji kushinda mechi ya marudiano, cha kwanza kabisa inabidi afanye vitu basic ndani ya uwanja. Kwenye kupiga pasi apige pasi, kwenye kupiga shuti apige shuti, kwenye kusema bwana hapa natembea na kijiji nikatembea na kijiji. Hakuna muujiza mwingine ambao Simba anaweza kaufanya kama wachezaji hawatohitaji mechi. Tumepata darasa la hao Waarabu jinsi gani ambavyo wanajua kucheza mechi za ugenini. Yanga ameshindwa kupata goli moja tu zidi ya UMC Alger kwenye ardhi ya nyumbani kwa sababu wenzetu wana sanaa ya ukabaji. Ukisikia hii mifumo 5-5 watu 10 nyuma mpira, 4-5-1 mtu mmoja mbele watu 9 nyuma mpira, ndio mifumo ambayo wenzetu wanaitumia wakiwa ugenini. Cha kwanza. Cha pili, kwenye kupoteza muda, wako very sharp kwenye kupoteza muda, wako makini, alafu ndogo anaweza kupoteza muda. Mechi ya dakika 90 mnaweza kujikuta inachezwa dakika 30 au inachezwa dakika 50 kwa ajili ya kupoteza muda. Kwa kuna namna ambavyo Fadu Davis akawa na wachezaji wake, asiwaambie maneno mengi. Hii ni Simba Sports Club. Kama mnahitaji muweke historia ya kuwa wachezaji wa kwanza kwenye historia ya Simba tokea hii michuano ya shirikisho ianze kuitwa kuipeleka timu kwenye hatua ya nusu finali, basi mnaweza mkafanya kitu. Kuipeleka timu nusu finali ipo kwenye mikono yenu, na kuiacha timu ibaki robo finali ipo kwenye miguu yenu. Ndio kitu ambacho Fadu Davis inabidi akaongee na wachezaji wake. Wengi hasa mashabiki wamempelekea lawama sana Christian Leonard Ateba, lakini pia kuhusiana na kocha kwamba ilitakiwa aanze Mkwala. Jicho lako la uchambuzi limeona nini? Alistahili kuanza Mkwala au imekaje hapa? Of course kwenye mfumo ambao wanacheza Simba Sports Club wa 4-2-3-1, yule mshambuliaji wa mwisho kwenye mfumo ule unahitaji type kama Lionel Ateba, unahitaji mshambuliaji ambaye anaweza akaihold mali kwa sekunde 30 hadi dakika 1, kuhakikisha kwamba nyakati ambazo timu inafanya movement kwenda mbele kuendeleza mashambulizi, kuna namna ambavyo hawa mawinga wanaweza kachelewa kwenye eneo la tukio. Sasa kule mbele kama huna mshambuliaji ambaye anaweza kukaa na mpira angalau sekunde 10 hadi 15, ina maana mtakuwa mnafanya kazi bure. Kwa hiyo kwenye huu mfumo simlaumu Fadu Davis, nenda kwa walimu wote duniani ambao wanatumia mfumo wa 4-2-3-1, lazima mbele uwe na striker ambaye anaweza kuhold mali. Sasa kwa Steve Dese Mkwala ni aina ma striker machachari ambao wana speed na maarifa, lakini kuhold mali, kukaa na mpira, kusumbuana na mabeki wawili watatu hadi wenzake kufika ni kitu ambacho akiwezi. Kwa hiyo kwa Ateba na Steve Dese Mkwala kwenye kutumia nafasi, Ateba yuko vizuri, Mkwala yuko vizuri kwenye kutumia nafasi, lakini kimfumo Ateba mfumo unambeba. Kwa hiyo kwa mwalimu ni kumwambia Ateba kuna nyakati ambazo anafunga magoli, yes. Sasa sijajua nini ambacho kimemkuta. Jana kama unakumbuka kuna nafasi moja hakuitegemea, lakini ni mpira ambao ulimkuta freely yupo kwenye box. Shuti ambalo alipiga hata yule golikipa wa Al-Masry Gadi Mohamed alishangaa, ni kama zawadi ambayo anakutana nayo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo inabidi amuelekeze. Ni nyakati ambazo Simba inahitaji sana mifumo, inahitaji wachezaji kuipambania jezi ya Simba Sports Club. Wachezaji wakihitaji nusu finali itakuwa ina nguvu kubwa sana kuliko morali ya wachezaji ikawa chini, afu mwalimu akaja kupatikiza mifumo yake, inakuwa weki dani ziko 2-0. Performance ya Elie Mpanzu amewasumbua sana Al-Masry. Vipi mwamba huyu unamzungumziaje? Elie Mpanzu kibisa wala miongoni mwa wachezaji waliobarikiwa kipaji kikubwa. Ukimwangalia ina uchezaji wake unaona kabisa amekuja Tanzania kwa ajili ya kupita. Sio mchezaji ambaye ana deserve kucheza kwenye ardhi ya Tanzania. Tactically, speed, the way anavyocheza, ni kweli ni mchezaji ambaye mwalimu yote duniani anamhitaji. Unajua
ukiwa na Elie Mpanzu una faida namba moja. Cha kwanza, kuuliza maswali magumu mabeki wa timu pinzani, kwa sababu kwenye ukabaji wa mabeki kuna ukabaji wa aina mbili. Kuna ukabaji wa zone marking na kuna ukabaji wa man to man marking. Sasa jinsi ya kuiharibu shape ya mpinzani wako ya ulinzi, lazima uwe na mchezaji kama Elie Mpanzu ambaye anaweza kuingia kwenye box kwa haraka. Kitendo chake cha kuingia kwenye box kwa haraka lazima atajaribu safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kuna mtu lazima atoke kwenda kumkaba man to man marking kwa kisha Elie Mpanzu aingie kwenye box. Sasa kutoka kwa mchezaji mmoja kwenda kumkaba Elie Mpanzu kunaacha mwanya hapa katikati kwa ajili ya kina Jinja Leawa pamoja na kina Teba kupata nafasi aidha ya kupiga, kama sio kupiga, kutengeneza V kwa ajili ya kufunga magoli mepesi. Kwa kuna namna moja ama nyingine Elie Mpanzu anaangushwa na wenzake wakiwa na spidi ile Elie Mpanzu, wakiweza kuwa na yale maarifa ya Elie Mpanzu, wakiweza kuwa na maamuzi sahihi final said kama Elie Mpanzu, kuna namna ambavyo unaona Simba Sports Club anaweza kaenda kupindua meza tarehe 9 mwezi huu ni Jumatano Jumatano. Nataka tumalize na hili hapa Niko. Nini kifanyike katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ili kuhakikisha kwamba anakwenda hatua ya nusu finali kama wao wanavyokuambia hii tunavuka? Ushikamano, washafunga goli 2, wasitafute mchawi. Maneno madogo ya kumnyoshia mtu kidole kwamba kuna mchezaji alikosea, kama kuna wewe alikosea, wayaache hao maneno baada ya mechi dakika 90 ya Jumatano kuisha. Cha kwanza ni kushikamana, kukubali washafunga goli 2. Kwenye mchoro wao wakaangalia walifungwaje, cha kwanza. Wakishamaliza kuangalia wamefungwaje, cha pili wakatafute video za Al-Masry wanapokuwa ugenini wanacheza kwenye shepu ipi, kwa sababu jana Al-Masry kuna silaha zao 2 zinaanza kwenye kikosi cha kwanza hazijatumika siku ya jana. Kuna mshambuliaji anaitwa Karim Bambo, miongoni mwa washambuliaji bora kwenye ligi ya Misri msimu huu, amecheza mechi 9, amefunga goli 3. Kuna mwamba anaitwa Eriki Karimu, miongoni mwa washambuliaji bora kwenye kikosi cha Al-Masry, naye hajaanza. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Fadu Davis pamoja na baadhi ya viongozi wa Simba kwenye benchi la ufundi inabidi wakakae waangalia Al-Masry msimu huu kwenye mechi za ugenini wanacheza vipi. Wakishachukua video za Al-Masry za mechi ya ugenini wanacheza vipi, kuna namna ambavyo wanaweza kujua pa kuanzia ni wapi. Aidha waingie na mfumo huu kutokana na Al-Masry mchezo wanaocheza wakiwa ugenini ni huu, au waingie na mfumo gani. Wakikamilisha kwenye hilo, wakiweka morali nzuri ndani ya kambi, wakisipomnyoshia mtu yote kidole kuhusu matokeo yaliyopita, na bosi akiongeza kibunda. Unajua wachezaji wa Kiafrika wanapenda zile hamasa za posho. Bosi akiongeza kibunda kuelekea kwenye hii hatua, naamini ndani ya Stadio Benjamin Mkapa hakuna kinachoshindikana. Shafanyika maajabu mengi sana. Simba kashamfunga Ali Taifa, kashamfunga Wydad mara 2, Ali kafungwa mara 2, Kaizer Chiefs kashafungwa, Orlando Pirates kashafungwa, na timu nyingi bora zishafungwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Simba wana kigeni kwenye ardhi ya taifa, wakishikamana na kuwa na lengo moja, naamini kuna mapinduzi ambayo yanaweza kufanyika siku ya Jumatano. Unampa asilimia ngapi mnyama kufuzu? 70.